Bwana Yesu asifiwe. Ninao ushauri kwa watumishi wenzangu, wahubiri wa injili, waimbaji na wakristo kwa ujumla. Katika kipindi tulicho nacho hiki, wako watumishi wa Mungu mbalimbali na wanatumia AI, yani Artificial Intelligence. Hii ni dhana ya kumtoa Roho Mtakatifu katika nafasi yake. Kwa sababu wapo watu ambao wakati mwingine Jumapili hawajishughulishi na wanachunga makanisa, wanahitaji sasa hawatungi nyimbo, wengine hawatungi mahubiri yao, wanaona tu kwamba kesho nahitaji kwenda kuhubiri. Kwa hiyo anaenda mtandaoni, anauliza aidha kichwa cha habari kimoja, anatungiwa hubiri kwa kutumia AI. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu mwenzangu, hii ni hatari sana. Hii ni jaribio la adui Shetani kumtoa Roho Mtakatifu katika nafasi yake. Ili ufanikiwe katika eneo hili na tufanye vizuri, ni kwamba Roho Mtakatifu bado tunamhitaji katika nafasi zetu. Mfano, tumewaona wapo wahubiri mbalimbali, baadhi yao, si wote, baadhi yao wanatumia AI kutunga nyimbo, kutunga mahubiri, na hata wakati mwingine watu wanaandika ndoto zao kwa kutumia AI na ili waletewe tafsiri. Unaona, hii dhana ni mbaya sana, inamtoa Roho Mtakatifu katika nafasi yake. Ushauri wangu kwa wahubiri, ushauri wangu kwa waimbaji, ushauri wangu kwa Kristo wote, jitahidi kama wewe ni mtunzi wa nyimbo, hebu omba, mshirikishe Roho Mtakatifu akusaidie katika utunzi wa ujumbe huo. Kumbuka unaenda kuwarisha watu wa Mungu. Hebu jitahidi, mtafute Bwana, omba, jisomee neno la Mungu kwa wingi, mtafute Bwana. Kama ni kufunga, funga. Kama ni maombi, kama ni maombi ya kujitoa kwa muda hata pasipo kufunga, hebu fanya hiyo. Mungu, tuna imani kwamba Mungu atakusaidia katika ujumbe na atakupa ujumbe utakaofaa kwa ajili ya kanisa. Hebu fikiri sasa, kama mtu atategemea AI, huenda wakati mwingine amepewa muda wa kwenda kuhubiri. Mfano, wengine wanajitahidi, labda ameitwa kwenye msiba umetokea, ambaye mtumishi wa Mungu utahubiri leo, tumekupa hiyo nafasi. Basi yule mtumishi anakimbia haraka kwenye AI, anaenda kudownload ujumbe unaohusiana na faraja. Utahubiri mahali pale, lakini ndani yako unasikia kabisa ni kwamba sijafanya kitu chochote. Mtandao umekusaidia. Roho Mtakatifu anahitaji asimame kwenye nafasi yako. Ni hatari kabisa. Mkristo mwenzangu na mtumishi wa Mungu mwenzangu, usijaribu kutumia AI. Itakupoteza, kwa sababu itaanza kidogo, inaanza kuua ile nguvu ya kumtafuta Mungu, inaanza kuondoa ile nafasi ya Roho Mtakatifu ndani yake. Na baadaye, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anazungumza, Roho Mtakatifu huwa anahuzunika, unaanza kumtoa kwenye nafasi yake na kutegemea tu kuweka tu bando, halafu na kuingia mtandaoni una download hiko. Kuna watu wengine waimbaji wanatunga tu nyimbo zao, wanatengenezewa beat kwa njia ya mtandao. Hiyo ni dhana mbovu sana ambayo adui sasa anaileta kwa nguvu kubwa sana. Ni mtego wa adui huyo. Jitahidi mtu wa Mungu. Maarifa sawa yanaongezeka, lakini tuyatumie kwa akili sana. Mungu akusaidie, na imani kwamba umenielewa, na Baba wa mbingu na nchi akuwezeshe. Ninakuombea neema ya Mungu ikuatamie na kukusaidia. Jitahidi kutunza uwepo wa Roho Mtakatifu katika kila eneo. Mungu akubariki sana. Ni mimi Jackson Mahega, mchungaji wa kanisa la AICT, na Mungu akubariki mno. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Amen.